Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tuendelee kutazama siasa za ulimwengu. Baada ya kutoelewana kati ya Donald Trump pamoja na Volodymyr Zelensky, sasa Trump amemwekea masharti mengine kwa ajili ya mazungumzo. Na haya yanajiri baada ya rais huyo wa Ukraine kusema kwamba yupo tayari kufanya tena mazungumzo mengine na rais huyo wa Marekani, huku akidai kwamba amekubali kuuza madini ya Ukraine na amekubali kutia saini makubaliano ya madini hayo ya watu wa Ukraine. Wakati huu rais wa Marekani bwana Trump ameeleza matarajio yake kwa mazungumzo yoyote ya siku zijazo na Volodymyr Zelensky, akisisitiza kwamba mazungumzo zaidi yanategemea kujitolea kwa amani. Lazima kubali kwanza amani, ndipo ambapo tutazungumza naye. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano mkali na Volodymyr Zelensky ikulu ya White House uliofanyika siku ya Ijumaa, Donald Trump alishutumu kiongozi huyo wa Ukraine kwa kucheza mkono wake kupita kiasi na kushindwa kuonyesha nia ya kweli ya kumaliza mzozo na Urusi. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba ili tufanye mazungumzo na Zelensky kwa mara nyingine tena, lazima kwanza akubali, lazima vita viishe, ndipo ambapo tutafanya mazungumzo. Hatuwezi kuendelea kufanya mazungumzo na kiongozi ambaye hayupo tayari kwa ajili ya amani. Tunahitaji amani nchini Ukraine. Tunahitaji kuona watu wakiishi kwa amani. Hatuhitaji vita tena katika ardhi ya Ukraine, anasema bwana Donald Trump, rais wa Marekani. Donald Trump anasema kwamba Bwana Trump anadai kwamba moja kati ya mambo yamemhuzunisha ni mabishano kati yake na rais huyo. Amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa tungefanya makubaliano, jambo hili huenda lingemalizika katika siku za usoni. Kadhalika amesema kwamba kuendelea kwa usaidizi wa kijeshi wa Marekani kungeimarisha tu msimamo wa Zelensky na kumfanya asiwe na mwelekeo wa kujadili amani, na hili hatuwezi kulifanya. Alisema zaidi kwamba hatutampa silaha rais huyo wala fedha kwa ajili ya mapambano na Urusi. Trump alisisitiza kwamba kusitisha mapigano kunapaswa kuwa kipaumbele cha haraka, akipendekeza kuwa Zelensky hataki kuzingatia hilo, na ameongeza kuwa tofauti na Zelensky, bwana Putin anaonekana kuwa tayari kufanya amani na kusisitiza kwamba sera ya Marekani inapaswa kuzingatia kupunguza kasi badala ya kurefusha uhasama. Alipouliza ikiwa Zelensky alimwambia Zelensky waziwazi kuondoka ikulu ya White House, Trump alikataa kujibu moja kwa moja. Nadhani unajua jibu la hilo, alisema, na kuongeza kwamba Zelensky anataka kurudi sasa hivi, lakini siwezi kumkubalia wakati huu. Lazima kubaliane kwanza na masuala ya amani tunayotaka sisi. Wakati akitoa muhtasari wa msimamo wake, Trump aliweka wazi kuwa Marekani haitaendelea kuunga mkono Ukraine isipokuwa Zelensky achukue hatua kuelekea amani. Hebu niambie, umeona nilichokiona leo? Huyo hakuwa mtu ambaye alitaka kufanya amani, na ninavutiwa tu ikiwa anataka kumaliza vita vya umwagaji damu katika ulimwengu. Basi endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.